Yohane Mbatizaji alisema mimi lazima nipungue, Mungu apate kuongezeka. Ndugu zangu watumishi wa Mungu, iwe ni huduma yote ile ambayo Mungu amepatia, kipawa chochote au zawadi yoyote ya Roho Mtakatifu, ni lazima twende zaidi ya hicho kipawa au zawadi. Somo langu leo linasema zaidi ya vipawa au vipaji vyako. Majina ni Steve Mbugua Dhoithi, toka jimbo kuu la Mombasa, Kenya. Mara nyingi Mungu anapotupatia zawadi au vipawa, ni rahisi sana kwako wewe au kwangu mimi kujisahau, tukalewa na vipawa vile au zawadi zile au karama zile, tukamsahau Mungu aliyetupa vile vipaji. Mathayo 7:21, Yesu anasema sio wote wanaoniita Bwana Bwana watakaouona ufalme wa mbinguni, bali ni wale tu wanaotii neno na mapenzi ya Baba yake. Ni muhimu sana ndugu yangu, dada yangu, tusilewe na vipawa na karama na zawadi na baraka tukajisahau sisi ni nani. Ni lazima twende zaidi, mbele zaidi ya hii vipawa, the giftedness ambayo Mungu ametupatia. Wakati mmoja Yesu akiwa na mitume wake, anawauliza watu, wanasema mimi ni nani? Wakasema mambo mengi, Yohane Mbatizaji, Nabii Elia au mmoja wa manabii wakubwa. Na Yesu akauliza, je, nyinyi mnasema mimi ni nani? Mara moja wakapata shida, kwa maana ni rahisi kuangalia wengine wanavyosema kumhusu mtu fulani, lakini sio rahisi kujitazama wewe unavyosema. Na ndio Petro akasema, wewe ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Akajitambulisha kwa Yesu ni yeye, na akamwambia msimwambie mtu. Naamini kuanzia wakati ule tabia yao ilibadilika, mienendo yao ilibadilika, kwa sababu alitambua wanaishi pamoja na Mungu, wanaishi pamoja na Masia. Mimi na wewe katika Ukristo wetu, tusipofika level ya kutambua kwamba Mungu ni omnipresent, Mungu kila mahali, tutalewa na baraka tukose Mungu, tutalewa na vipaji na karama tumkose Mungu. Yohane Mbatizaji, Biblia inatuambia ndio mkuu kwa wote waliozaliwa na wanawake, na anasema lazima apungue, Mungu ongezeke. Nafikiri ni mfano mzuri sana kwa wewe na kwangu mimi kujitazama, tuangalie kwani tuna vipaji vipi sisi, ni vipi ambavyo vinafanya tunajisahau, tunaangalia vipawa zaidi. Haikumhusu Yohane Mbatizaji ambaye ni mkuu zaidi, mbali inahusu Mesia. Katika uinjilishaji wako, kuhubiri kwako, kufundisha neno la Mungu, katika uimbaji wako, je, nyimbo zinakupamba kiasi kwamba hata umemsahau Mungu? Unaimba, unaangalia ule uimbaji, unasahau hiyo ni karama tu, ni zawadi tu, ni kipawa tu ambacho Mungu amekupa. Kuna zaidi ya hicho kipawa. Unahubiri hata mataifa, unajisahau, unaona kuhubiri watu wanakusifu sana, unaangalia kipawa, unajisahau wewe mwenyewe. Vipawa vina mwisho. Umefukuza mapepo sana, umekuwa ni star mpaka umejisahau. Mara nyingi nauliza hata wanafukuza mapepo, kwa maana unapata mtu amekuwa mhudumu mzuri, unafukuza mapepo, unaimba vizuri, unafundisha vizuri, unahubiri vizuri, lakini unajisahau, unaanguka na watoto wa watu, unaanza kulalala nao. Nashangaa kama utafukuza mapepo yote na majini yote, mbona usifukuze pepo la ngono ndani mwako kwanza? Ndugu yangu, dada yangu, tusijisahau. Vipawa haviongezi chochote kwa wewe ni nani, havikufanyi uwe mwema zaidi. Nguo unazovaa, fashion unazovaa, hazibadilishi wewe ni nani. Degree ulizo nazo, magari unayoendesha, nyumba unayoendesha, haibadilishi wewe ni nani. Position ambayo Mungu amekupa, uwe ni kuhani, uwe ni pastor, uwe ni bishop, haibadilishi wewe ni nani. Uwe ni rais wa nchi, uwe ni MP, ama uwe ni governor, haibadilishi wewe ni nani. Lazima tuangalie sisi, twende mbele zaidi ya vipawa na vipaji na zile sehemu ambayo Mungu ametupa tuweze kutawala wengine. Yesu ni nani kwako kama mhudumu? Na ukielewa ni nani kwako, hautalewa na vipawa ambavyo amekupa.
Je, ungekuwa wewe ndio Yohana Mbatizaji, mkuu kwa wote waliozaliwa na wanawake, tungetembelea wapi wengine? Je, ungekuwa wewe ndio Musa anayeinua kijiti bahari inagawanyika? Je, ungekuwa wewe ndio Daudi ambaye anamaliza simba kwa mikono yake, anamaliza dubu kwa mikono yake, anamwangusha Goliathi, tungetembelea wapi? Ungekuwa wewe ndio Ibrahimu ama Abraham, baba yetu wa imani, watu wangevuta hewa kweli kama vipaa vidogo ambao Mungu ametupa vimetulewesha? Je, ungekuwa wewe ndio Bikira Maria, ulimzaa Masia, ukambeba kwenye tumbo lako miezi 9, watu wangekanyagia wapi? Wangetembelea wapi? Lazima tujiangalie, tujue kuna wakuu zaidi kuliko sisi. Hawakuringa, walikuwa na unyenyekevu, kwa maana unyenyekevu ni Mungu. Mungu anisaidie, tusaidie tusije tukaona vipawa tukalewa. Lazima tupungue, Mungu ongezeke. Vile Yohana Mbatizaji alivyosema na mwimbaji alivyosema, mimi nipungue, wewe Kristo upate kuongezeka. Mungu kwa Kiingereza nasema is not a respecter of personality, status, wealth or position. Mungu haheshimu mamlaka yako. Mungu haheshimu degree yako. Mungu haheshimu position aliyekupa. Uwe ni mwimbaji, uwe ni mhubiri, uwe ni pastor, uwe ni padri, uwe ni bishop. Mungu haheshimu hiyo position, mbali anaheshimu neno lake. Muulize Sauli ambaye alikuwa ndio kiongozi, mfalme wa kwanza wa Israeli. Alipomwasi Mungu, Mungu alimkataa kwa ajili ya kutokusikiliza neno lake. Nabii Samueli anamwambia Sauli kwenye Samueli wa kwanza 15 mstari 22 na 23, kutii ni bora kuliko dhabihu, kutotii ni sawa na dhambi ya kupiga ramli, uchawi, na kiburi ni sawa na kuabudu vinyago, kumwabudu shetani. So tunapoingia kwa kutotii Mungu kwa ajili ya vipawa, hatuna tofauti na mchawi, hatuna tofauti na kuabudu shetani. Tumekuwa worse than wapagani, worse than wale wanaenda kwa wachawi na waganga. Daudi, a man after God's heart, alipolala na mke wenyewe Uria na akamuoa yule askari, Mungu alimwambia mauaji hataondoka kwenye familia yako, na dhambi hii ya ngono haitakuacha na familia yako. Naona iliyotendeka. Mtoto wake Amnoni anamnajisi mtoto wake mwingine wa kike Tamari. Ngono kwenye familia yako kwa ajili ya uasi, kwa ajili ya kulewa na vipawa. Wewe ni shujaa hotari. Absalom anamuua Amnoni. Mauaji kwenye mandugu, kwenye watoto wako kwa ajili ya kulewa na vipawa na mamlaka. Tunajisahau sisi ni nani. Baadaye Absalom anamuondoa baba yake kwenye uongozi, analala na wake zake. Imagine mtoto wako analala na wake zako kwa ajili ulipata kiburi, kilimea. Na mwishowe Joabu, komanda wa askari wa Daudi, anamuua Absalom, mtoto wa Daudi. Hasara kubwa kwa ajili ya kulewa na position ambayo Mungu ametupa na baraka ambazo Mungu ametupa. Angalia Musa. Hakuona, ama aliona kwa macho lakini hakuingia kwa nchi ya ahadi Kanaani, kwa ajili alipata hasira mara moja. Sasa je, wewe na mimi, ndugu yangu, dada yangu, tusipoenda beyond our giftedness, tusipoenda zaidi ya vipaji, tutaangamia. Haijalishi wewe ni mhubiri, haijalishi unaimba unasifu mpaka ndege wanashuka, haijalishi wewe ni raisi, haijalishi wewe ni kuhani, wewe ni pastor, haijalishi wewe ni nabii, haijalishi unafukuza mpaka wapi, lazima uende zaidi ya vipawa. Ujiangalie wewe ni nani, ujue vipawa vina mwisho, lakini wewe ni wa milele. Utaenda wapi milele? Ama ni wale utakaoambiwa na Yesu, sikujui, nilitoa mapepo Kenya nzima, sikujui, nilihubiri mataifa, sikujui, niliimba mpaka ndege wakashuka, nikapigiwa makofi nchi nzima, sikujui. Roho Mtakatifu njoo tuangaze, tuondolee ukumbavu wa kidunia. Tupo nyenyekevu na kusikiliza sauti ya Mungu na kujua kwamba lazima twende zaidi ya vipaji. Roho Mtakatifu lazima tawale, ndio aongoze vipaji vyetu na vipawa na karama zote ambazo Mungu ametupa, ndio hapa duniani baada ya kufanikiwa mwishowe tuwe naye mbinguni milele yote. Kwa njia ya Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina.